Karibuni ndugu watazamaji katika kipindi cha leo cha uchumi na biashara. Kama kawaida tunajadili mambo mbalimbali kuhusu uchumi na biashara ndani na nje ya Tanzania. Tutaelimishana, tutaulizana maswali na tunakuwa na mgeni. Na mgeni lengo ni kutupa ujuzi wake. Na kama nasema ni mjadala kusema kweli, sio maswali na majibu. Mgeni wetu karibu sana. Na nitaomba watazamaji wakufahamu wewe ni nani, lakini nitambulishe mada. Leo tunazungumzia masuala ya umuhimu wa maeneo maalumu kwa uzalishaji kwa mauzo ya nje. Kwa Kiingereza tunasema Export Processing Zones Authority. Tukielewa kwamba yako maeneo ambayo yametengwa maalum kuzalisha, sio kwa ajili ya matumizi ya ndani, lakini kwa ajili ya mauzo ya nje. Kwa mgeni wetu atajitambulisha yeye ni nani, anakotoka, alafu tutajua kwa nini ende mtu sahihi kuzungumzia mada hii. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Prof. Mimi naitwa James Maziku, natoka mamlaka maalum ya uwezeshaji kwa uwekezaji kwa mauzo ya nje, na ni mkurugenzi wa uhamasishaji uwekezaji na uwezeshaji uwekezaji. Ndio. Tunashukuru sana. Kwa hiyo watu wengi watajiuliza, ndio, haya maeneo maalum ya kuzalisha kwa ajili ya kuuza nje ni nini? Tunaelewa kwamba kuna hizo export processing zone kwa maana ya kununua, ya kuzalisha na kuuza nje. Kuna special economic zone, kanda maalum za kiuchumi. Na tuelewe lengo kubwa mwisho wa siku kwa kweli ni masuala ya uwekezaji katika nchi. Lakini wewe uko, mimi nazungumza zaidi kwenye vitabu, wewe tunasema ndio mdomo wa farasi, horse mouth. Tusikie kutoka kwako bwana Maziku. Asante Prof. Kimsingi kwamba ni muhimu kuwa na maeneo maalum ambayo yanajikita katika kuvutia mitaji kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mauzo ya nje. Sababu ya msingi ziko kubwa tatu. Kwanza, sababu ya kwanza kabisa ni kukidhi mahitaji ya wawekezaji wenyewe, kwa maana ya kuwa na eneo ambalo tayari lina miundombinu yote, uwezeshi na miundombinu saidizi. Na kimsingi Prof, wawekezaji wanapokuja cha kwanza wanaulizia ardhi yenye miundombinu, sio ardhi peke yake. Kwa hiyo mfumo kama huu unakwenda kutenga. Kwenye maandishi yangu huwa nasema ready to occupy. Yes, sitaki nije hapa nianze kufyeka pori. Sitaki nije hapa nianze kutafuta maji. Kwa hiyo tunasema iwe hooked na utilities. Exactly. Huko mbele kwenye zones ambazo zimeendelea sana mheshimiwa, kwa sababu nimezistadi kwa kweli za Asia. Na kuna moja hapa Ethiopia inaweza katupa tabu kidogo sababu imeenda juu sana, hata Kenya. Reli zimekuja pale na nini na nini. Yes. Kwa hiyo huko sahihi kabisa. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kutengeneza miundombinu. Ndio. Lakini kwa advantage ya serikali kuweka miundombinu katika organized land, kwamba ukiwaacha hao wawekezaji wakatawanyika katika maeneo tofauti kwa juhudi zao binafsi za kutafuta ardhi, inakuwa ni gharama sana kwa serikali kupeleka miundombinu ukilinganisha na wakiwa katika eneo kiuchumi. Maana yake unazungumzia practical, mimi naweza na theory zangu. Kuna kitu tunafundisha tunaita economies of scale, faida ya kuwa pamoja. Tukiweka pamoja kuna kitu tunasema shared facility. Maana yake gani? Kama tuko pamoja kama hivi, kwa mfano kwa sababu hizo nazifahamu, Mirerani pale, Bagamoyo naifahamu, Ubungo na kwingine kwa hapo. Tunakokuwa pamoja, maana yake miundombinu tumeleta pale, tunaleta kwa ajili ya wote. Tukileta umeme sijui fesi ngapi ni kwa wote. Tukileta maji ni kwa wote. Ingekuwa tunaleta reli, labda baadaye nitakuuliza kama tumeshaanza kuleta reli humu. Tukileta kwa pamoja zinatusaidia kuliko nilete umeme pale, niweke umeme tena pale pengine. Ni gharama mara mbili kusema. Ni kweli kabisa. Sababu nyingine ya msingi ya maeneo haya ni kurahisisha urahisi wa kufanya biashara, the ease of doing business. Kwa maana ya kwamba ukiwa na eneo kama lile unatengeneza sasa kituo cha huduma cha mahala pamoja, one stop service shop. Na unaleta watumishi wote wa serikali ambao wanawahudumia wawekezaji katika huduma tofauti, wanakuwa eneo moja. Kwa hiyo ina maana hakuna bureaucracy ya mwekezaji kutoka eneo hilo kwenda eneo jingine haraka kutafuta aidha kibali, sijui permit, huduma yoyote ile. Kwa hiyo unakuta mtu wa TRA yupo, mtu wa ardhi yupo, mtu wa NEMC yupo, mtu wa uhamiaji kwa sababu masuala ya kazi. Na cha tatu ambacho ni muhimu kwa maeneo haya ni compliance, yani namna ya kumonitor na kuevaluate, kwa sababu wawekezaji hao wote wanatakiwa kuoperate kwa mujibu wa sheria ya nchi. Sasa wanapokuwa pamoja, kwa sababu tunawapa vivutio, kuna misamaha ya kodi. Kwa mfano hapa kwenye export process zone nafikiria kizalisha ki-export 80%, kuna misamaha fulani anapata. Sasa kwa pamoja Prof, inakuwa ni rahisi sisi kuangalia kwamba je,
hicho tulichowapa kweli wanakitumia sahihi, kwa sababu pia kuna watu wana abuse baadhi ya mambo, lakini kama wakiwa scattered, administration ya monitoring and evaluation inakuwa ni ngumu kidogo. Sawa kabisa. Na labda tungerudi tena kwenye msingi. Watu watauliza kwa nini mauzo ya nje? Tuelewe, nchi kama nchi huhitaji fedha za kigeni kwa shughuli mbalimbali. Hizi dola tunazungumzia, euro, pound, Chinese yuan, fedha hizi hamna nchi yenye mamlaka ya kuzitengeneza. Tanzania itatengeneza tu shilingi za Kitanzania, haitengenezi dola wala euro wala pound, kwa maana kuzi manufacture kwa namna hiyo. Ila hizi fedha hutokana na mauzo ya nje kwa kiasi kikubwa. Mauzo ya nje, tunavouza dhahabu yetu, bidhaa za viwandani na kadhalika, utalii, ndio fedha zinaingia. Njia nyingine bila shaka kutoka kwa wawekezaji na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa James hapa anavyozungumza Bwana Maziku ni kwamba nchi inavyokuwa na sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya kuuza nje, inatusaidia tupate fedha za kigeni. Hii ni nchi ambayo pia inanunua bidhaa na huduma kutoka huko nje. Kwa hiyo tunahitaji hizi fedha kununulia mashine, mitambo, mafuta kwa maana dizeli na petroli, kusafiria nje na vitu kama vile. Nafikiri ni muhimu tukaweka msingi watu waweze kuelewa, maana sema fedha za kigeni kusudi waje sasa. Ni kweli. Prof, unachosema ni sahihi kabisa, na mimi labda pia niongezee tu hapo kwamba kwanza kuwalazimisha wawekezaji waweke mitaji kwa ajili ya mauzo ya nje. Kimsingi kwa mujibu wa mahitaji ya soko tunaongeza nafasi yetu ya ushindani wa kimataifa, ile international competitiveness, kwa sababu ili uuze kwenye soko la kimataifa lazima uzingatie viwango, kwa maana ya quality, lazima uzingatie price competition, time delivery na vitu vyote hivyo. Kwa hiyo nchi yetu itakuwa na nafasi ya kuwa na teknolojia nyingi ambazo tutazipata zitakuwa transferred kwetu, kwa maana ya mitaji itakayokuja kuwekeza kwa ajili ya mauzo ya nje. Lakini pia mauzo ya nje yanasaidia kupunguza mzigo wa reserves za fedha za kigeni ambazo kama hazizalishwi na viwanda vya ndani kunakuwa na mismatch. Kwa mfano viwanda vingi vikiwa vinafanya uzalishaji kwa mauzo ya ndani, na maana mauzo yake yatakuwa ni kwa T-shillings. Lakini kama kuna expenditure huge, kwa mfano sasa hivi serikali ina miradi mikubwa ya kimkakati, pamoja na kuwa tunatumia fedha za ndani, lakini wakandarasi tunawalipa kwa fedha za kigeni, au mitambo inakuja na kila. Kwa hiyo we need a lot of, tunahitaji sana fedha za kigeni. Na kama unavyosema, kwa sababu hatuna uhuru wa kuchapisha wala sheria ituruhusu, kwa njia pekee ya kupata fedha za kigeni ni kuwa na viwanda vingi vinavyouza nje. Sawa. Na nashukuru Bwana Maziku umezungumzia hilo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa month of import support. Kila siku Mheshimiwa Waziri wa Fedha anapotusomea bajeti yake mambo ya reserve hayo, na ningeenda hata hapa Benki Kuu kwa Mheshimiwa Profesa Luoga angetuambia, je, nchi ina fedha kiasi gani kwa manunuzi ya nje? Mara nyingi tumekuwa hapo kwenye miezi mitatu import support, lakini kuna time kwa kweli tumeenda mpaka miezi mitano, pengine hata 6. Yaani tunavyokuwa na fedha nyingi za kusupport manunuzi kutoka nje kwa miezi mingi zaidi, ndio afya ya kiuchumi. Sasa moja wapo ni uwezo wa kuuza nje. Lakini kitu kingine kama ambao umetaja vizuri sana ni kwamba sisi tuna baadhi ya mambo ambayo tunayalipa kwa fedha za kigeni. Madeni yetu, deni la taifa kwa mfano, tunalipa kwa fedha za kigeni. Sasa kama huna hizo fedha za kigeni, itabidi uchukue hizi fedha za Tanzania kwa maana shilingi uzibadilishe iwe dola. Sasa deni linaweza likaongezeka, sio kwa sababu umekopa zaidi, ila kwa sababu labda shilingi kwa mfano imeshuka bei. Kwa hiyo ni muhimu sana Bwana James. Lakini kitu muhimu sana katika kuweka haya maeneo yetu haya, unajua sasa tunazungumzia uchumi wa viwanda, na ndio lengo kuu, na kuna umuhimu sana wa mipango miji kuweka haya maeneo. Na nazungumza kwa sababu nimefanya tafiti zangu kusaidia halmashauri nyingi kufanya hizi investment profile, kwamba mnaweza hapa Simiyu kwa mtaka pale mnaweza mkawekeza hiki. Sasa swala la mipango miji umuhimu wake ni nini kwenye hili? Kwa sababu naamini kusudi kwa sina kama halmashauri zote zinafahamu kwamba tutenge eneo kwa ajili ya wawekezaji. Labda tuende hapo. Mimi cha kuzingatia hapo Prof ni kwamba kwanza tukubali, kwa mara ya kwanza Tanzania inafungua milango ya kuvutia uwekezaji kwenye mitaji ya uchumi wa viwanda katika mikoa ambayo haikuwa imezoea kupokea mitaji ya namna hiyo. Uwekezaji mwingi ulikuwa umefocus kwenye mikoa ya majiji makubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, ambao tayari bahati nzuri ilikuwa katika maana ya mpango miji, at least kulikuwa kuna reserved areas. Sasa hivi mitaji ya uwekezaji inaiangalia Tanzania kama nchi, sio kama mkoa labda Dar es Salaam na Arusha peke yake. Kwa hiyo unaona interest zimeanza kwenda mpaka kwenye mikoa. Sasa kuna vitu viwili hapa vya kuzingatia. Sisi tunajiandaaje kama nchi kupokea mitaji hii? Cha kwanza ni kutenga maeneo kwa ajili ya matumizi ya viwanda.
kwa maana ya mpango miji, bila kujali kama ile eneo linaweza likawa kwenye mfumo wa special economic zone au usiwe mfumo wa special economic zone, kwa sababu hata kabla ya sheria ya EPZ ambayo ilianza mwaka 2002 Prof, utakumbuka Tanzania kwa maana mipango miji ilikuwa na maeneo ya viwanda. Kwa hiyo ni muhimu sana kutenga maeneo kwa ajili ya matumizi ya viwanda kwa maana ya mpango miji. Huu mfumo wa special economic zone unakuwa tu ni competitive advantage kwa maana ya attractiveness yake, yani uwezo wake wa kuvutia mitaji kuja ndani unakuwa ni mikubwa kwa sababu kuna vivutio na vitu vingine. Lakini kingine ni kwa ajili ya controlling purposes, kwamba tusipoweza kuwa na maeneo maalum kwa ajili ya matumizi ya viwanda, tutatengeneza industrial squatters. Tutakuwa na viwanda vingi lakini vimetawanyika katika maeneo tofauti. Kuna hatari pia za sababu za kimazingira. Kwa hiyo ni muhimu sana our local government wakafikiria kuwa na maeneo, kila mkoa ukawa umetenga eneo kwa ajili ya matumizi ya viwanda. Kwa ajili ya ushindani wa kuvutia mitaji, lile eneo litapendeza zaidi kama likiwa kwenye mfumo wa special economic zone. Lakini sio lazima, ili mradi eneo liwepo. Lakini kingine ni benki ya ardhi. Kwamba tusipokuwa tunatenga maeneo, kasi ya maendeleo ni kubwa mno. Kwa hiyo tutajikuta siku tunataka maeneo ya viwanda Profesa, hatuyaoni. Kwa sababu land bank nao ni muhimu, yameshatumika kwa matumizi mengine. Kwa hiyo hata kama ardhi haitumiki leo kwa ajili ya ujenzi wa viwanda, lakini itunzwe kama akiba kwa ajili ya huko mbele. Tufikiria wakati Mwalimu Nyerere akifikiria kuanzisha chuo kikuu cha Dar es Salaam hapo Mlimani. Na ndio waliokuwepo enzi hizo. Mwalimu, kule maporini tukafanya nini? Mbona hapo Magomeni panatosha? Sasa niambie kama angefikiria hayo. Kwa hiyo katika viwanda vile vile lazima tufikirie mbele sana. Lakini bado kuna watu watajiuliza, Bwana Maziku. Naam. Mkurugenzi yuko Mbinga, Mbozi, Mbarali, wapi? Kwa hii special economic zone ni nini hasa, yani ni kiwepo nini? Kwa sababu export processing zone tunaelewa. Mimi nikienda Mirerani pale najua kwa ajili ya labda madini ya Tanzanite tukishafanya beneficiation, tukishaongeza nini thamani tuuze. Nikienda Bagamoyo naonaga Kamal pale, ni vitu vinaonekana. Lakini special economic zones, kwa sababu watu wengi walifikiri labda ni kwenye viwanda, lakini naelewa ni sekta zote, kusema kweli, mpaka kilimo. Na hapo nafikiri labda nafikiri tu labda au hamjafanya kazi nzuri mkaeleweka. Hebu tutuambie undani zaidi wa hii. Prof, kwa kweli nashukuru, swali lako ni la msingi na ni changamoto kidogo, naweza nikakiri kwamba hii elimu bado ni ngeni kwa maana ya mfumo in terms of sheria na sera zake. Kwa hiyo bado naweza kukiri kwamba kuna umuhimu mkubwa sasa wa sisi kuwa na ujasiri wa, yani aggressiveness ya kupenyeza hii elimu iwafikie walio wengi, especially katika local government level. Kwa sababu huko ndiko kwenye uwekezaji. Sisi tunavutia uwekezaji. Lakini hata kama tusipokuwa na maeneo maalum, wao pia sheria inawaruhusu wasimame peke yao katika maeneo ambayo wameyachagua. Na mara nyingi wanakuwa mikononi mwa, yani custodianship ya uwekezaji ni local government. Sasa kama local government haitakuwa inaangalia kwa jicho la kibiashara, kwa jicho la kupokea uwekezaji, pia kuna changamoto. Labda kikubwa zaidi tu niseme, tunafanya nini sasa sisi kama mamlaka? Tunatumia kukatiza maana tunazungumzia serikali za mitaa, ni muhimu sana kwa kweli tukaelewa. Maana yake ni ndiko hasa uwekezaji utafanyika. Kuna wakati tulikuwa na tamasha la Kagera kule, wakati huo Mheshimiwa Charles Mujage akiwa waziri wa viwanda na Jafo akiwa TAMISEMI. Kwa hiyo watu wakajiuliza, sasa kwa nini mawaziri wawili? Kumbe mmoja ni viwanda, lakini viwanda lazima viwekwe katika TAMISEMI. Na Jafo pale, Mheshimiwa Jafo akasema kwa kutania, akamwambia Mujage, mimi nilikuwa moderator fulani hivi, fanya viwanda vitakuja kwenye halmashauri zangu, kwenye local government authority yangu. Na kwenye local government authority, kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ndipo hapo wakina waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo ni muhimu sana pia nao wakawa na huo uelewa. Of course sasa hivi labda baada ya uchaguzi ningekushauri wajengewe pia huo uwezo, waelewe. Wataalamu wanapokuja kusema tutenge ardhi kwa ajili ya viwanda, waweze kuona yani maana yake. Kwanza tuna initiative ya kufanya mafunzo, capacity building kwa halmashauri zote. Tumeshafanya na nani na yana impact gani? Tumeshafanya mafunzo na mkoa wa Songwe na halmashauri zake zote. Tumeshafanya kazi na mkoa wa Mwanza na halmashauri zake zote kwa maana ya wilaya na halmashauri. Tumefanya na Mkuranga, tumefanya na Morogoro. Na mafunzo yenyewe sio tu uwezo wa kuwaeleza mfumo huu unavyo operate. Baadaye tunatafsiri mfumo huu na jiografia na fursa walizonazo kwa kutumia zile investment guide za kwao. And then tunatengeneza resolution baada ya haya mafunzo.
tunawapa assignment wao wakafanye nini. Ndio. Mafunzo haya yameshasaidia kupatikana kwa eneo Kahama. Sisi tulifanya mafunzo pia na mkoa wa Shinyanga wakaia mak Kahama. Ndio. Tumefanya mafunzo na mkoa wa Mwanza wameia mak eneo linaitwa kwamba iwe ni special economic zone. Yes, kabisa special economic zone. Na wametuelewa vizuri kabisa. Geita wameelewa, wamekuja wakafanya hivyo, wametenga eka 300. Na bahati nzuri hizi ardhi prof ni za kwao, sio za kwetu. Sisi tunatengeneza tunachokiita tunapeleka utaalamu kwa maana ya mpango mpaka kwenda kwenye design, lakini pia tunabakia kwa mujibu wa sheria ni mamlaka ambayo itaendelea kuregulate zile operations za pale na kuzifacilitate, lakini pia tuna jukumu la msingi kabisa la kuwasaidia kupata wawekezaji kuja katika yale maeneo kwa maana ya promotion. Ni kuchokoze kidogo. Ndio. Ekari 300 naona ni ndogo sana. Mbona hizo ni za mtu mmoja rafiki? Profesa, nimesema Kahama kwa mfano inategemea. Kahama wana viwanda vidogo sana, ndio. Lakini eka 300 ni pia. Geita wanaweka 300. Naomba nikupe sasa tofauti za size kutegemea na mkoa wenyewe. Na wanataka kufanya nini. Kwa mfano concept ya Kahama wametenga ekari 2065. Hapo unaanza lakini concept yao ni kubwa. Wanataka wawe na dry port, bandari kavu. Pembeni ya bandari kavu ndani ya eneo hilo la special economic zone wawe na industrial park. Alafu wawe na trade and logistic hub. Ukishakuwa na hii mifumo mitatu tayari utakuwa umevuta idadi kubwa ya watu, population kubwa kuja katika eneo hilo kwa ajili ya business operation. Kwa hiyo automatically utahitaji eneo la biashara, utahitaji eneo la makazi. Kwa hiyo inakuwa ni wana create what we call a new township. Wanatengeneza mji mwingine. Na watazamaji tuweze kuelewa kwa kukumbusha kwamba tunazungumzia maeneo maalum kwa uzalishaji kwa mauzo ya nje. Kwa ambaye labda ndio kwanza ameingia sasa hivi aweze kuelewa. Mikoa inatofautiana eneo. Arusha kwa mfano wana eneo pale Marura ni kubwa zaidi ya ekari 1000 na kitu. Ndio. Na wao wana mpango sasa wa kuchukua ile corridor ya kaskazini na kuunganisha transport network ya reli inayokuja mpaka huko waweze kuwa na eneo kubwa la mfumo kama wa Kahama. Mwanza wana eneo la ekari 160 na kitu. Kwa kuanzia unaweza kuona sasa tofauti. Bwana ekari 100 mbona ni vijana hapo wanaenda kulima nyanya hapo. Lakini nimekuelewa. Kwa sababu labda inategemea vile vile kwa mfano kwenye kiwanda cha kidogo cha kisasa, kiwanda cha kisasa. Kuna kitu tunamezungumzia sana hapa mageuzi ya nne ya viwanda. Reli huhitaji lidude likubwa sana kwa maana ya kiwanda cha kileo. Viwanda vingi siku hizi unaweza ukakipaki tu na kukipaki kwenye begi ukifungua hapo kwa kiwanda. Hapo naelewa. Lakini kama tunazungumza kilimo mimi bado nafikiria huge tract of land, nafikiria ardhi likubwa sana. Ni kweli profesa huko sahihi kwa maana moja kwamba ukiwa na ekari nyingi pia unatoa nafasi ya kupanuka kwa sababu unaweza ukavutia uwekezaji kwenye ekari 300. Ndio. Yaani baada ya muda mfupi utaona zile ekari 300 hazitoshi kwa sababu tayari ukishavutia ile mitaji inakuaga inaambukiza wewe kama mtaalamu unasema very infectious. Kwa hiyo the moment watu wametest market na market imerespond whether ni ya nje na malighafi zipo za kutosha anaanza kufikiria kupanuka. Sasa kama ukiwa uko restricted kwenye eneo dogo sasa utarudi kule sasa unapanukia wapi? Tena ukatafuta eneo jingine labda kilomita 100. Lakini ni vizuri kutenga eneo kubwa alafu uendelezaji ukaenda kwa awamu. Lakini at least muda wowote utakapotaka expansion tayari ile ukubwa wa eneo unakuruhusu kuaccommodate expansion yako. Sasa ushindani, unajua Afrika ni moja sasa hivi. Kuna African Continental Free Trade Area inakuja. Tuseme ipo tayari kusema kweli ambapo kimsingi wewe kwa maneno yako tuna trade from sea to sea kutoka Cape Town mpaka Cairo. Lote linakuwa dude moja, biashara move. Kwa hiyo mitaji kusema kweli unajua nimeandika sana kwa masuala ya uwekezaji. Mwekezaji sio lazima awe Tanzania kusudi auze Tanzania. Mwekezaji sio lazima awe Kenya kusudi auze Kenya. Anaweza kama akae kule Ethiopia azalishe kwa ajili ya kuuza kwa sababu tukishaondoa hiyo taarifa na taarifa berezi vikwazo mtu atazalisha popote hata trade ya Afrika nzima. Sasa mimi ninavyotazama hizi special economic zones Ethiopia wana moja wamejenga matata sana. Kenya matata. Naona kama ni washindani wetu tuko tayari kushindana nao. Yaani mimi mwekezaji anasema kwa nini nisiende ile Ethiopia? Kwa nini nisiende ile ya Rwanda? Kwa nini nisiende hapo Kenya? Kwa nini nje ya Tanzania? Na profesa, swali lako ni la msingi sana. Tunapozungumzia masuala ya uwekezaji sisi ambao tuko serikalini ambao ndio watunga sera na wenye maamuzi. Tunatakiwa tusijifungie ndani tukajiangalia sisi kama serikali au sisi kama wataalamu. Tuwe exposed
na a global trend. Dunia inakwendaje? Na dunia sasa hivi ina kasi kubwa sana. Sasa swali lako la msingi, sisi ili tuweze kushindana na Kenya na Uganda na Rwanda na Ethiopia, kwanza ni vizuri tukaangalia wenzetu wanafanya nini. Uwezi kushindana bila kujua nguvu za mshindani wako zikoje. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana sisi tunatakiwa tubadilike. La kwanza ni ardhi. Ardhi yetu tujaribu kuitumia kama mtaji. Kama capital. Na kama tukiitumia ardhi yetu kama mtaji wa kuvutia uwekezaji, then ina maana tunatakiwa kubadilisha mambo mengi sana ya kuifanya ardhi yenyewe isiwe very expensive. Kwa sababu wenzetu, what do they offer? Wana offer nini kwa maana ya land? Sasa sisi tukiwa na ile thinking ya kawaida ambayo tumeizoea, tukatumia ardhi kama bidhaa kama kipande cha kuuza, hapo tutakuwa na changamoto. Lakini kingine ni facilities. Kama unavyosema mwanzoni, wewe mwenyewe Prof umesema, utaki mwekezaji, wewe mwenyewe usingependa mwekezaji aanze kukata pori. Maana mtaji wangu nilileta nifike papo nianze kuzalisha laptop au simu nini. Sasa unavyoniambia nikaanze kukutana na nyoka na chatu, inakuwa ni shida. Kwa sasa ili inapokuja hii African Free Trade area ambapo kutakuwa na uhuru mkubwa wa bidhaa na huduma kuzunguka kwenye nchi zote za Afrika kama soko huru. Tanzania inatakiwa ianze kuangalia kujiposition sasa hivi. Na sisi kama wataalamu tunatakiwa tuwe wepesi sana katika kuishauri serikali kuwa na maamuzi ya mapema. Kama sisi hatutaongeza production base, maeneo yetu ya uzalishaji, ina maana kama ulivyosema, umezungumza kitu cha maana sana kwamba kukiwa na soko huru sio lazima mtu azalishe Tanzania auze Tanzania. Kwa sasa kama hilo ndio ukweli, then ina maana inategemea eneo ambalo litavutia uzalishaji. Kwa tusipokuwa na sisi tunavutia uzalishaji, ina maana watu wataenda kuzalisha Kenya watauza Tanzania. Wataenda kuzalisha Ethiopia watauza Tanzania. Yaani sisi tunakuwa ni soko. Sasa sisi tutakuwa ni soko. Na tuelewe kwamba maana ya kuzalisha ndani, maana yake kuna swala la ajira za moja kwa moja, zisizo moja kwa moja, kuna swala la kodi za serikali za nini. Kuna faida kubwa sana kwa kweli kwa chochote kuzalishwa ndani ya ardhi yetu. Ndio hasa nataka nizungumze. Kwa hiyo sasa cha muhimu hapa, tukiwa na wakati hii inakuja, sisi kama mamlaka tunajiona tuna jukumu kubwa sana la haya matumizi ya special economic zone. Kwa sababu ndio physical platforms za ku-attract production, za ku-increase production base, kwa kuongeza uzalishaji. Kwa lakini sasa kwa sababu ya fedha zisizotosha, tunaangalia kimkakati sasa katika strategic thinking tunafanyaje. Tunafikiria kutumia maeneo ambayo ni gateways kama Kahama na Tunduma. Kwa sababu Tunduma ndio kiungo pekee kinachounganisha biashara ya Afrika kati ya nchi zilizoko kusini mwa Afrika na nchi zilizoko juu ya Afrika. Kwa sababu hakuna biashara ambayo inaweza kufanyika bila kupitia Tunduma. Yes, by transport network na ile corridor. Ni lango kubwa sana. Mtu yote anayetaka kufanya biashara either South Africa, Botswana, Malawi, Zambia. Hakuna namna ambayo anaweza kuikwepa Tunduma pale. There's no way. Ni lazima atapita Tunduma. Na ndio maana tunaona, sina hakika kama tumeshaendeleza vya kutosha sasa kwa wajibu huu. Issue inakuja ni kwamba kama tuna fursa, hiyo ni fursa kwetu. Sisi tunaichukuliaje ile fursa? Kwa sababu Profesa, tofauti ya mtu mmoja mmoja na nchi moja moja, assuming constant kwamba wote mna fursa, ni uwezo wa kuchangamkia ile fursa. Sisi tunatakiwa sasa hivi tuiangalie Tunduma. Kwa mfano, tusianze kwenda broadly Tanzania. Tuanze kwenda hata na hizi sehemu mbili nilizokuambia, Kahama na Tunduma. Zinaweza zikuwa ni uchumi mkubwa sana kwa Tanzania nzima. Kwa sababu ukiangalia 75% sisi tumefika Tunduma, tunaongea na halmashauri. 75% ya transit cargo inayopitia bandari ya Dar es Salaam zote zinapita Tunduma pale. Sasa you can see ile 75% inazungumzia Kongo, inazungumzia Zambia. Unaona. Sasa ukiweza kuicapture hiyo, kwa mfano ukiweka special economic zone na ukaweka dry port hapo, kwa nini mtu asafiri mpaka all the way Dar es Salaam kuja kufanya clearance ya cargo? Kwa pale mizigo inatoka Dar es Salaam kama bandari ambayo ni through port, inakwenda destination Tunduma. Ukiwalazimisha wale watu wote wa nje wasifike Dar es Salaam waishie Tunduma, you can imagine 5 years Tunduma itakuwa. Na ndio nchi nyingine zinafanya hivyo, mikoa yao na province zao zinakuwa kwa kulazimisha trading area, yani ucompress biashara ifanyike kwenye geographic area moja kuliko ikiwa scattered. Hiyo hela mara leo yuko Dar es Salaam amesimama Morogoro, anaacha shilingi moja kila mkoa. Lakini zile ukizijumlisha zote zingebakia kulala Tunduma. Kuna swala la tumezungumzia kidogo vivutio, na tunaelewa kuna vivutio vya kikodi na visivyo vya kodi. Uliwahi kufikia mjadala, lazima nikiri hiyo mjadala nimeshiriki sana. Bwana, tunawapa kodi nyingi, tunasamea kodi nyingi, inapotea na nini. Hilo tunalisemaje? Kwanza Profesa, kwa mtazamo wa dunia ya sasa hivi, kitu kinachoitwa incentive, vivutio,
linaanza kuhama kutumia neno stigma, msamaha. Unajua msamaha ukustahili lakini ina irritate, lakini kiuchumi na katika biashara za kimataifa vile vivutio ndio gharama ya serikali. Yani ni sawasawa ni kwamba umeweka budget katika promotion and marketing kwa sababu wewe umesacrifice kucollect. Yani wewe ulichofanya umejinyima kuicollect. Kiuchumi tunasema ukitaka pesa tumia pesa. Sasa, you want money, use money. Hivyo vivutio ndio gharama ya serikali. Yani ni kama pia serikali ingechukua hiyo hela alafu ikaanza kutangaza uwekezaji, inavutia uwekezaji. Lakini pia sisi tumefanya tafiti pale kwa muhimili wa mamlaka ya EPZ kuweza kuangalia hii kitu ya uvutiaji wa mitaji ya uwekezaji kwa kutumia hiyo mnaita misamaha ya kodi ya uvutio. Ni uchochoro wa kupunguza mapato ya serikali au kuna ndio njia ushindani ya kuvutia uwekezaji. Takwimu tulizozipata kwa mara ya kwanza tulifanya mwaka 2010 mpaka mwaka 2015 kwa miaka mitano kwa kampuni 10. Tuliona katika kipindi hicho kampuni zilisamehewa bilioni 50 za Kitanzania. Lakini hela nyingine ambazo walilipa moja kwa moja serikalini kama kodi, kwa sababu sio kodi zote ambazo walilipa bilioni 70. Kwa hiyo unaweza kuona kuna 20 net. Lakini bahati mbaya tafiti nyingi hazifanyi tunaita cost benefit analysis. Yani nyingi zitaishia pale kwenye ile 50 iliyosamehewa. Kwa hiyo ile 50 iliyosamehewa ndio mtu anaitangaza moja kwa moja kwamba Tanzania kwa mwaka mitano imepoteza bilioni 50. Shida ni hiyo kwamba tunakwamia wapi. Lakini the second, je, hizi taarifa ziko disseminated kiasi gani kwa wadau wote waweze kufahamu kwamba kweli serikali ili lose 50 billion lakini serikali ilikusanya 70 billion. Lakini pia tuna malengo ya kisera. Kwa kusamehe hizi bilioni 50 tumeattract ajira kiasi gani, tumeweza kupromote export earnings kiasi gani. Kwa hiyo hizo pia huwa hatuzilink na msamaha tulioutoa. Lakini ukizilink hizi unaona pia wamelipa 70 billion lakini tuna ajira za EPZ zaidi ya 51,000. Alafu pia hawa wawekezaji tunaita ndio corporate clients wa makampuni yetu makubwa kwa maana ya bandari, TTCL, mabenki na nini. Lakini ukiwatoa hawa wengine wana trade wanapata wapi corporate clients wako hao? Lakini hawa ndio wanafanya pension funds ziendelee kuishi kwa sababu wanaajiri watu wengi na watu wengi walioajiriwa kwa mujibu wa sheria yetu profesa wanakatwa kiwango kidogo cha pesa kama mchango wa pension fund. Kwa kiuchumi mpana unaona kabisa ile sacrifice ya 50 billion ina make sense. Kuna return on investment part. Exactly, return on investment and return on policy objectives. Kwa maana ya uwezo wetu wa kupata matokeo ya sera, malengo yetu ya kisera. Sasa hapa nadhani labda tujafanya kazi nzuri sana ya kuonyesha. Mara nyingi kwa kweli kama unavyosema tunasema tu tumesamee dola labda shilingi tuseme bilioni 50 tunaona ni loss, lakini ile faida yake kwa muda mrefu ile na pengine tuipime na vitu kama hivyo. Kitu kimoja pia kwa sababu na mimi nimejaribu kuangalia kwa kweli tumefanya study ya walioko kwenye export processing zone na walioko nje. Tunazungumzia sana swala la transfer technology. Tukakuta wakati fulani kuna issues pale, yani tusema ni distant neighbors kwamba yuko hapa kwenye export processing zone, yani ni kama yuko mbinguni fulani, yuko ahera fulani, alafu wale wa nje huyu ana incentive, ana maji, ana umeme, ana incentive, alafu yule wa nje hana. Sasa ikaonekana kama ni yani ile iko playing ground haipo. Sio tutazungumziaje? Hiyo iko namna hii, sheria iko wazi kabisa. Ndio maana tumesema sheria yetu inasisitiza 80% ya product iuzwe nje. Lakini ile 20% ambayo itauzwa ndani ili ije ishindane sasa na hawa ambao hawako EPZ, ile inapigwa kodi ili wawe kwenye fair play ground na hawa wengine. Lakini ile 80 ambayo ina incentive, ile ushindani wake hauko kwenye soko la ndani, uko kwenye soko la nje. Kwa ni kwamba tunaongeza competitiveness ya nchi yetu kushindana na wawekezaji walioko kwenye sekta hiyo. Tuchukulie mfano Tanzania inauza mifugo, inauza nyama iliyochakatwa kwenye mifugo Dubai na Kenya wanauza Dubai. Ushindani wetu wa kodi uko kwenye soko la kimataifa kwamba huyu wa Kenya yeye kwake anasamehewa nini ili ashindane na Watanzania. Na sisi hii wa Tanzania
tunasamehewa nini ili tushindane na Wakenya. Kwa hiyo ushindani hauko kwenye soko la ndani kwa maana ya export. Lakini the moment ambapo anauza kwenye soko la ndani, sasa ili tulete ushindani, mizania ya ushindani sawa, pale lazima tumpige kodi. Sawa. Ila kitu ni tahadhari, sisemi inatokea, lakini tujitahidi, ndio swala la M&A Mountain Valuation kufuatilia. Hicho kinachopaswa kwenda nje. Ndio. Kisije kikazunguka tukakikuta tena huko ndani. Ni kweli, na ufuatiliaji uzuri, mfumo wetu una very strong mechanism za check and balance. Kwa mfano export yoyote, mzigo wote unaotoka nje unakaguliwa ni kama ka bond office, ni kama ka warehouse bond. Kwa hiyo kuna TRA bond officer pale na wanaingiza kwenye mfumo wao wa TANSIS. Kwa hiyo data zote, hata sisi tukifanya M&A hatuendi kuangalia vitabu vyao, tunaangalia kwenye system ya TRA, kwa sababu direct release ya mzigo kutoka ya mwisho inatolewa na bond officer wa TRA. Sawa. Ni la mwisho brother James, kwa maana ya watazamaji wetu tu, watunga sera huko halmashauri na nini, kitu chote ambacho tunataka kuambia kusudi tufunge kipindi. Mimi ushauri wangu profesa ni kwamba uwekezaji umetawanyika zaidi kwenye halmashauri. Mimi ningeweza kuwashauri maafisa biashara, wakurugenzi na wakuu wa wilaya wote katika level ya local government waanze kuwa na fikra za kibiashara kuchangamkia uwekezaji unaokuja kwao. Kwa sababu uwekezaji unaokuja kwenye halmashauri nyuma yake kuna fursa nyingi sana zaidi ya kufikiria zile tozo ndogo ndogo tu za service charges na nini. Kwa unakuta thinking inakuwa very restricted kwenye kutoza kodi. Yaani inakuwa ni source of revenue badala ya source ya development. Sasa ukiangalia katika source ya development unakuta hao wawekezaji uwepo wao una fursa nyingi zaidi kuliko hata kucollect zile kodi. Kwa hiyo limit ya thinking isiishie kwenye kucollect service charges only. Wafikirie zaidi kwamba huyu mwekezaji yuko hapa. Kwa mfano huyu, nitakupa mfano mdogo wa Longido. Longido wameamua kumpa ardhi mwekezaji, amejenga kiwanda na anachinja ng'ombe na mbuzi, kwa sababu wao pia wana mifugo mingi. Kwa hiyo walichofanya wao wakamwambia, sisi bwana hatutaki kuishi na wewe, yani kukubana. Wewe ndio ng'ombe wetu wa maziwa. Sisi tunaanzisha mnada hapa. Lakini huyu mtu anayeleta ng'ombe hapa kwenye mnada ili aje kiwandani, kila kichwa cha ng'ombe lesi tuna 10,000. Na pia kabla ya kufika kwenye mnada ng'ombe lazima aingie kwenye josho. Unajenga josho, unalipa shilingi 2,000. So you can imagine that badala ya kumfikiria kumnyonya huyu peke yake, wamechukua ile fursa ya biashara ya uwekezaji wakatengeneza na wao facilities ambazo zinakuwa ni endelevu. Kwa hiyo mkurugenzi wa pale anaweza kakaa hata akafactor in revenue collection plus or minus, piga huwa nina milioni 15 kwa mwezi. Kwa sababu ng'ombe wanaouzwa pale transactions ziko very open, it's a physical platform, auction ni halali na halmashauri wanaicontrol. Kwa hiyo tungependa wakurugenzi na watu wengine wa halmashauri wawe na mtazamo huo wa kufikiria kodi ni lazima wawekezaji walipe zinazostahiki, lakini uwezo wetu wa kufikiria usiishie kwenye kukusanya kodi tu. Tuangalie pia fursa pana ambazo uwekezaji unaleta. Sawa. Nashukuru sana bwana Maziku, naamini ni mwanzo tu wa mazungumzo haya na tutaendelea tena na vipindi vingine. Ndugu watazamaji, tunashukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki ambapo kimsingi tumezungumzia masuala ya maeneo maalum kwa uzalishaji wa nje tukiwa na bwana James Maziku kutoka mamlaka haya. Na tunaamini tutaendelea kusikiliza vipindi vingine, kutizama vipindi vingine kwa maana ya kitakachofuata baada ya hiki na vingine ambavyo pengine tutamuita tena bwana Maziku kuja kuzungumzia. Maana hapo umechokoza kusema kweli. Na prof, mimi nitashukuru kukiwa na muendelezo. Asante kwa sababu ni mada ambayo ina manufaa mapana sana kwa nchi. Sawa, tunashukuru. Asante sana. Asante sana. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.